linasema Ulega kerwa na miradi kusuasua. Huyu ni waziri wa ujenzi Abdallah Ulega ameagiza wakuu wa kampuni za China zinazojenga barabara za mkoa wa Dar es Salaam wafike nchini kwa mazungumzo na serikali kuongeza kasi ya kumaliza miradi hiyo. Habari hii wameiweka kwenye gazeti la Uhuru na iko hapo. Wewe mwenyewe msikilizaji, nimekupa habari hiyo. Habari hiyo vile vile Ulega tena na masuala ya miundombinu nimeona tena kwenye gazeti jingine. Gazeti jingine ambao wameweka habari hilo ni gazeti la gazeti jingine. Tulia. Ulega waita da vigogo wa kampuni za ujenzi mwendo kasi. Habari hiyo iko ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari chini Tanzania. Mwananchi ndio linasema Ulega wawaka barabara za mwendo kasi kutokamilika. Anasema hata mtu ambaye gwe maneno. Anasema ya barandukulia gazeti hilo, anasema hata mtu ambaye fundi anaona hakuna miujiza. Hakuna muujiza wowote kukamilisha kazi hii kwa wakati. Kwa hivyo wamechelewa kubiki. Zaidi iko ukurasa wa 2 gazeti la Mwananchi ndio. Yeah. Sasa miradi ambayo ilitakiwa itekelezwe kwa wakati ni barabara, ujenzi wa barabara ya Bagamoyo Maktaba, Mwenge Tegeta, Ubungo na Kimara. Na serikali imetoa fedha, lakini hizi fedha kutoka kule China kuja huku bado zinasuasua. Lakini kubwa ni kwamba tunaangalia sasa kwamba kila kitu kinafanywa kwa wakati na kuna makubaliano ya wakandarasi. Kwa nini hawa wakandarasi wanatufanyia hivi? Na kuchelewesha kukamilika kwa miradi ni kuchelewesha maendeleo pia. Lengo la kuanzishwa kwa hizi barabara za mwendo kasi ni kupunguza kwanza msongamano wa barabara, lakini kutanua miundombinu na kuweza kuwezesha watu kufanya shughuli zao za kimaendeleo kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ifikie wakati wakandarasi wa Kichina waone thamani ya miradi ambayo wanapewa. Wapo wazawa wana uwezo wa kufanya kama ambacho wanakifanya wao, lakini kwa nini wao wamepewa hii miradi? Ni kwamba lengo ni kuona kwamba hawa kandarasi wazawa wanajifunza kupitia kwa. Kwa hiyo wanapochelewesha miradi ilikuwa serikali imetoa fedha, na sio kama serikali inatoa fedha hakuna miradi mingine ambayo inatakiwa iende. Kama walikuwa hawana uwezo wa kukamilisha miradi kwa wakati, basi hizi fedha zingeelekezwa katika miradi mingine ya kimaendeleo. Kwa hiyo tunawaomba hawa kandarasi wa Kichina na hawa waliopewa dhamana ya kuwasimamia wakandarasi, kama ambavyo waziri mwenye dhamana ameweza kuomba waje kwa haraka, waje kusema ni nini ambacho kinawakwamisha. Tunaomba miradi ikamilike kwa wakati, kwa sababu kukamilika miradi kwa wakati kutakwenda kuongeza pato la taifa, lakini kutakwenda kupunguza adha. Watu wanataka wapande magari ya mwendo kasi, ndio wafike Mbagala, kuondoa adha ya wakazi wa Mbagala kupanda magari dirishani. Kimara. Lakini vile barabara hizi Kimara iko fresh. Yes. Barabara hizi tunazungumzia ile ya Mbagala, lakini vile vile barabara inayokwenda Mwenge paka Tegeta. Yes. Ambayo ukifika pale Ubungo, pale kituo cha mabasi cha Ubungo, kuna kibarabara ya mwendo kasi ambayo unaona inachepuka pale, inatokea Mwenge wanakwenda paka Tegeta. Ziko nyuma ya muda. Na kibaya zaidi ni kwamba kuna miradi ambayo ilitakiwa ikamilike kwa 60%, lakini hadi sasa hivi miradi hiyo ina 23% tu. Unajiuliza changamoto ni nini? Kama fedha mmepewa, kwa nini nyewe mnashindwa kutoa huko fedha kwenu mkaja huko mkaendelea na miradi? Serikali imetoa fedha kuwapunguzia adha wananchi. Fedha zinatoka kama hizi fedha ni zetu, mkandarasi ni Mchina ajenge kwa wakati. Ndio hivyo, manake wao fedha wameweka kwenye benki zao, sasa kufanya transfer kuhamisha huku ndio changamoto. Mheshimiwa Waziri, kagua kazi kubwa inayoendelea hapa. Kimsingi kazi yote iko nyuma ya muda. Iko nyuma ya muda na wakandarasi wamekuwa wazembe kupita kiasi. Kwa hivyo sisi kama serikali ziko hatua tumeanza kuzichukua. Hatua ya kwanza, tumewaagiza wakandarasi hawa walioko hapa site wawaite viongozi wao ili tukae nao. Tunafahamu wana mambo mengi ambayo hayako sawa. Sisi na Wachina ni marafiki wa miaka mingi sana, lakini haya makampuni yanafanya mambo mengine yanayoonesha sio utamaduni na mila ya watu marafiki. Watu marafiki huambiana ukweli. Ikiwa unakosea, rafiki wako anayekupenda anakuambia ukweli.
hawa hawana deni na sisi, sisi tunawadai wao. Foleni Dar es Salaam imekuwa ni changamoto kubwa, na ndio maana nimepita kukagua. Kwa hivyo kitu cha kwanza tumewaalika na kuwataka mabosi wao waje haraka iwezekanavyo kabla mwezi huu wa 3 haujaisha. Jambo la pili, nimewaambia waboreshe tunaita traffic management plan. Yaani msongamano ni lazima hawa wakati wanajenga tuwe na tiba yake. Kwa hivyo nimewaagiza TANROADS, lakini na wao wakandarasi na washauri elekezi wafanye kazi kwa pamoja. Barabara zote hizi kutoka Tegeta kuja Mwenge, Ubungo, Kimara, zote tunazozijenga, Samnujoma kwenda Posta, zote tunataka tuone wanaboresha management plan kupunguza msongamano. Kwa kuna mahala msongamano unakuwa mkubwa sana, ni kwa sababu mkandarasi ameziba kote, hakuna hata sehemu ya kudivert, hakuna diversion.